chama chetu cha Mapinduzi. Happy birthday. Nimejaribu kuiangalia Tanzania kutoka enzi za uhuru wake. Nikaitizama tena Tanzania ikiwa chini ya wakombozi wake, chini ya Mwalimu Nyerere na wenzake waliohakikisha Tanganyika inakuwa uhuru kutoka kwa Mwingereza. Nimeiangalia Zanzibar chini ya Sheikh Abeid Amani Karume, aliyeamua kuongoza mapinduzi ya Zanzibar kumtoa Sultan, licha ya kujua ya kwamba mapinduzi yangeshindikana, angenyongwa, lakini aliamua kusimama kutafuta uhuru wa watu wake. Wote hawa hawakuwa peke yao, walikuwa na watu nyuma yao ambao licha ya kuamini kwenye majina ya viongozi wao, lakini waliamini katika itikadi ya vyama vyao vya siasa, TANU kwa Tanganyika na Afro-Shirazi kwa Zanzibar. Vyama hivi viwili kama ingekuwa chakula, basi mmoja angekuwa chips na mwingine angekuwa mayai, maana walikuwa na itikadi zinazoonekana kushabihiana sana, na ndiyo maana hata walipoamua kuungana na kuzaliwa chama kimoja, hakuna aliyekuwa na wasiwasi ya kwamba utamu ule wa itikadi ungepotea. Kwani umeshawahi kuona siku chipsi mayai kapoteza mvuto? Namna vibanda vya wauza chipsi vinavyoongezeka ni ishara ya kuzidi kupendwa. Hata baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuzaliwa Tanzania mwaka 1964, bado Zanzibar walikuwa wakiongozwa na chama cha Afro-Shirazi, huku Tanganyika ikiongozwa na TANU, eneo moja la kiutawala lakini likiongozwa na vyama viwili vyenye itikadi inayoendana. Itikadi ya vyama hivi ilikuwa ni ya hali ya juu kwa wanachama wake kutokana na historia yake. Lengo lilikuwa ni kurithisha itikadi za vyama hivi viwili kwa watu wao, lakini ukiangalia vyama vyote vilikuwa na majina ya Kiingereza: Tanganyika African National Union kwa maana ya TANU na Afro-Shirazi Party kwa maana ya ASP. Na kwa majina haya ya Kiingereza, ni kwa namna gani ungeweza kupeleka itikadi kwa watu wa kawaida? Kwa sababu itikadi kwa asilimia kubwa zilikuwa zikifanana, ndipo pande mbili za vyama hivi vilikaa na hatimaye Februari 5 ya mwaka 1977 kikaundwa Chama cha Mapinduzi kwa muunganiko wa TANU na ASP, chama kitakachokuwepo kwenye maeneo yote mawili ya muungano, yani Tanganyika na Zanzibar, wote wakione wanaumiliki nacho. Miaka 46 sasa imepita, kimekuwa chama kikongwe na kikomavu kwenye siasa za ndani na nje ya mipaka. Ni CCM hii ndio imefanya Tanzania kuwa na heshima hii iliyonayo sasa. Ni CCM hii ndio iliyoifanya Tanzania kukimbiliwa na wageni wa mataifa mbalimbali wa kada tofauti. Ni CCM hii ndio imeweka mifumo mizuri ya watu kufanya kazi kwa amani, kuwa huru na nchi yao, kufanya wanachojisikia na kuzungumza wanachopenda bila kuvunja katiba na sheria za nchi. Happy birthday Chama cha Mapinduzi. Kuna muda najiuliza, hivi bila uwepo wa CCM, Tanzania ya leo ingelikuwa wapi? Bila CCM, mambo mengi mazuri ya leo tungeyaona kweli? Leo Tanzania tungeweza kusimama kifua mbele kujisifia tunayojisifia mbele za watu na mataifa bila ya CCM? Na iangalia rangi ya kijani na njano inavyomea katika bendera ile yenye jembe na nyundo, ikiwa ni ishara ya ufanyaji kazi. Rangi zile zilizoingia kwenye bendera ya taifa zimebaki kuwa alama kubwa ya uchumi wa taifa kwa maana zake. Leo Chama cha Mapinduzi kinatimiza miaka 46 tangu kuzaliwa kwake. Kinajivunia kuendelea kuwa chama tawala chenye kuendelea kuwaletea maisha bora wa Tanzania, chenye kuleta sera chanya za kuleta ustawi kwa watu wake kwa miaka mingi ijayo. Kwa leo tuungane kwa pamoja kuwatakia heri ya maadhimisho ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi. Happy birthday CCM. Kumbukizi ya chama chetu cha Mapinduzi.